Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah tunaendelea na darasa letu la fikihi kupitia kitabu kinachoitwa Ad-Durarul Bahiyatu. Tupo kurasa namba 5 kwa wale ambao wenye vitabu. Darasa lililopita tuliishia sehemu ambayo nasema fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Hakika ya huyo ni Jibril amekuja kuwafundisha dini yenu. Hii ni ile baada ya mtume kujua na Jibril na kuulizwa maswali. Sasa baada ya kuondoka Jibril akawa anawaambia maswahaba, mnamjua aliyekuja? Kwa maana mnamjua ambaye alikuwa anauliza hayo maswali? Akasema tumjui. Akawaambia huyo alikuwa ni Jibril amekuja kuwafundisha dini. Maana yake alivyokuwa anamuuliza maswali mtume anajibu, maana yake maswahaba walikuwa wanapata kama somo. Sasa tunaendelea na ibara nyingine. Qala al-ulamau, wamesema wanazuoni, alladhina hum warathatul anbiya, wanazuoni ambao ni warithi wa mitume. Wanazuoni nao wanasemaje? Wanazuoni wanaelezea nini? Anasema man ata bil imani wal islam, atakayekuja na imani na Uislamu, mtu akawa ameamini na ni Muislamu, ana vitu viwili Man ata bil imani wal islam jamia, mwenye kuja na imani na Uislamu vyote viwili kwa pamoja, fahuwa mu'minun kamilu, basi huyo ni muumini aliyekamilika. Wanazuoni wanamuita mtu huyo ni muumini aliyekamilika, maana yake ana imani na ana Uislamu. Ni Muislamu ambaye ana imani, anaamini Mwenyezi Mungu yupo, malaika wapo, vitabu vya Mwenyezi Mungu vipo, mitume yake, anaamini kadari ya kheri na shari ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na anaamini siku ya kiyama ipo. Na ni Muislamu, maana yake huyo atakuwa ni muumini aliyekamilika. Waman tarakahuma jamia, na mwenye kuviacha hivyo vyote viwili, si Muislamu wala hana imani, fahuwa kafirun kamil, basi huyo ndo atakuwa ni kafiri aliyekamilika, atakuwa amekufuru. Waman taraka al-islama wahdahu, na mwenye kuacha Uislamu peke yake, fahuwa mu'min naqis, basi huyo ni muumini mwenye mapungufu. Yule ambaye ameacha Uislamu lakini akawa anaamini yeye ana imani lakini ameacha Uislamu, huyo atakuwa ni muumini naqisu. Naqisu maana yake ni mwenye mapungufu, hajakamilika. Laisa mu'minu kamilu. Mu'minu kamil lazima awe na Uislamu lakini pia awe na imani, lakini mu'minu naqisu ni yule ambaye ameacha Uislamu, amebaki na imani. Waman taraka al-imana, na mwenye kuacha imani wahdahu peke yake, fahuwa munafiqu, huyo ni mnafiki. Ameacha imani, yeye ni Muislamu lakini ana imani, ni Muislamu lakini hana imani. Ukiona mtu kama huyo, basi yeye amekaa kwenye kundi la wanafiki. Muislamu lakini aamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo, ana mashaka na uwepo wa Mwenyezi Mungu, ana mashaka na vitabu vya Mwenyezi Mungu, ana mashaka na mitume wa Mwenyezi Mungu, haamini kwamba Mtume Muhammad ndio mtume wa mwisho, haamini kabisa. Haamini kwamba Mtume Muhammad ndio amekuja kufunga idadi ya mitume, haamini. Kwa maana unakuta ni Muislamu lakini hana imani, haamini kama siku ya kiyama ipo, haamini kwamba mja anapompata jambo zuri linatoka kwa Allah, na anapopata jambo baya mbaya shari hutoka kwa Allah, haamini. Anapopatwa majambo yake, manake akipata jambo zuri, mafanikio, anaona ametumia akili zake tu, sio kwamba Mwenyezi Mungu amemwezesha. Na anapopatwa na jambo baya shari, basi yeye anaamini vitu vingine, labda mizimu itakuwa imefanya vyaamini kwamba limetoka kwa Allah, Allah anampa kama mtihani. Sasa mtu kama huyo manake atakuwa katika kundi la munafiqu, atakuwa katika kundi la munafiqu. Wa maana al-imani billahi, na maana ya kumwamini Mwenyezi Mungu, maana yake ni nini? Tukisema kumwamini Mwenyezi Mungu, al-imanu billahi, kumwamini Mwenyezi Mungu maana yake ni nini? Maana yake i'tiqadu, ni kuitakidi. I'tiqadu ni kuitakidi, annahu, hakika yeye Mwenyezi Mungu, wahidun, ni mmoja. Hakika yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja. Kuitakidi maana yake kwamba kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja.
kufahamu kwamba Allah ni mmoja. La nadhira lahu, hana mfano, hakuna mfano kwake, fi dhatihi, katika dhati yake, wa sifatihi, na sifa zake, wa afalihi, na vitendo vyake. Unaposema kumwamini Mwenyezi Mungu, manake inatakiwa uwe hivi kwamba uwe na itikadi, yani kuitakidi, kuwa na ile yakini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Hapo utakuwa umemwamini Mwenyezi Mungu. Lakini kwamba inatakiwa ujue kwamba katika sifa zake hafanani na yoyote, katika dhati yake hafanani na yoyote, na katika vitendo vyake hafanani na yoyote. Ukisikia kwamba Mwenyezi Mungu ana mkono, usijue kwamba eti mkono wake unafanana na mkono wa binadamu. Mwenyezi Mungu anaona, usijue kwamba eti kuona kwake basi ana macho kama binadamu. Sifa za Mwenyezi Mungu hazifanani na kiumbe, na vitendo vya Mwenyezi Mungu havifanani na kiumbe. Hiyo ndio maana kumwamini Mwenyezi Mungu. Wala sharika lahu fil uluhiyat, wala hana mshirika katika uungu, kwamba Mungu yupo peke yake, hana mshirika. Hakuna Mungu wa pili wa kusaidiana naye majukumu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yupo mmoja tu, na majukumu yake yote yeye anayaweza. Wala sharika lahu fil uluhiyat. Hiyo ndo maana ya imani, kwamba mtu akiamini, maana yake ni yule ambaye anajua kabisa kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, wala hana mshirika katika sifa yake ya uungu, au katika kazi zake za uungu. Wa maana al-imani bil malaikati. Sasa na maana ya kuamini malaika, maana yake ni nini? Tushatoka kwenye kumwamini Mwenyezi Mungu, tumeona maana yake. Tuje kwenye kuamini malaika. I'tiqadu ni kuitakidi, annahum, hakika ya hao malaika, mukramuna, wametukuzwa, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah, hawamwasi Mwenyezi Mungu. Malaika mukramuna, wametukuzwa, wamepewa daraja kubwa sana. Malaika wameumbwa na nuru, malaika wameumbwa na nuru. Malaika wamepewa majukumu makubwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo la ya'suna Allah, hawamwasi Mwenyezi Mungu. Ma amarahum, kwa yale ambayo walioamrishwa. Kila jambo ambalo malaika wameamrishwa Mwenyezi Mungu, hawamwasi Mwenyezi Mungu, hawaendi kinyume na Mwenyezi Mungu, hawakatai kile ambacho Mwenyezi Mungu amewaamrisha. Wayafaluna ma yumarun, na wanafanya walichoamrishwa. Yani malaika hawamwasi Allah, hawatendi madhambi, na wanafanya yale majambo ambayo Allah amewataka wafanye. Hiyo ndio sifa ya malaika. Swadiquna fima akhbaru bihi, ni wakweli, fima, kwa yale ambayo akhbaru bihi, ambayo wanayaeleza, au wakiyatolea habari. Yani kwa maana kila ambacho wamekitolea habari malaika, maana yake ni cha kweli, kwa maana ni wakweli kwa kile ambacho walichokitolea habari. Wa maana al-imani bil kutubi, na maana ya kuamini vitabu. Kwa mfano tukimwangalia Jibril ni malaika, alikuwa analeta wahi kwa mtume. Kwa hiyo kila anapokuja kwa mtume kumpa habari, maana yake hawezi kuja kwa mtume akamdanganya. Ndio hii Qur'ani ambayo tunaiona leo. Qur'ani maana yake ni maneno kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yanapitia kwa Jibril, yanapelekewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Qur'ani haina uongo ndani yake, hakuna uongo, maana yake ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na malaika sifa yao la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kwamba wamwasi Mwenyezi Mungu kwa yale walioamrishwa, na wanafanya yale ambayo wameamrishwa. Yani hawamwasi Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo walioamrishwa, na wanafanya yale ambayo wameamrishwa, au hawamwasi Mwenyezi Mungu kwa vile walivyoamrishwa, na wanafanya yale ambayo wameamrishwa. Sasa akipewa wahi, peleka kwa Muhammad, basi anapeleka kama ilivyo. Malaika hawana sifa
ya kuongopa. Kwa hiyo swadiquna fima akhbaru bihi, ni wakweli kwa yale ambayo waliokuwa kieleza. Wa maana al-imani bil kutubi, na maana ya kuamini vitabu, kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu, maana yake Taurati, Injili, Zaburi na Qur'an. Kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu. Qur'an amepewa Mtume Muhammad, lakini pia Injili amepewa Nabii Isa, Zaburi amepewa Daudi, na Taurati amepewa Nabii Musa. Taurati amepewa Nabii Musa. Kwa hiyo ni vitabu ambavyo inatakiwa watu wavitambue, kwamba ni vitabu vya Mwenyezi Mungu. Ni vitabu vya Mwenyezi Mungu. Wa maana al-imani bil kutubi, na maana ya kuamini vitabu, i'tiqadu ni kuitakidi, annaha, hakika ya hivyo vitabu, annaha, hakika ya hivyo vitabu. Kuja annaha maana yake ni jamu, kwa maana vitu vingi ambavyo havina akili kwenye lugha, vitu vingi ambavyo vinatumia sifa mudhakkar, basi huwa vinatumia sifa ya muannath, kwa kuwa vimekuwa vingi. Al-kutubi, vitabu, ndio maana ikaja annaha, ijaja annahum. Annahum inatumika kwa wanaume, viumbe. Ndio maana ukuta malaika tukasema annahum, au hum, kwa maana malaika wao. Kwa hiyo vitabu, i'tiqadu annaha, ni kuitakidi kwamba hivyo vitabu, alhau yaudu ila al-kutubi, hiyo he narudi kwenye nini? Kwenye vitabu. Annaha kalamullahi, hakika hivyo vitabu ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Al-uzaliyu, maneno ambayo ya zamani. Al-azaliyu, maneno ambayo ya zamani. Al-qaimu bidhatihi, yaliyosimama kwa dhati yake Mwenyezi Mungu. Al-munazzahi anil hurufi wal aswati, yaliyoepukana na herufi na sauti. Kwa maana maneno ya Mwenyezi Mungu, yeye mwenyewe anajua anamfikishia vipi Jibril, na Jibril anajua anaenda kufikisha vipi kwa Mtume Muhammad, kwamba hakuna sauti wala herufi, hakuna sauti wala herufi. Wa anna kulla ma tadhammanatuhu haqq, na kila ambacho au na kila kilichofungamana na hiyo Qur'ani ni haki. Kila ambacho kimefungamana na hiyo Qur'ani ni haki. Qur'ani maneno ya Mwenyezi Mungu, maneno ambayo hayana nini? Hayana herufi wala sauti. Na kila ambacho kimefungamana na hiyo Qur'ani ni nini? Ni haki. Manake hiyo Qur'ani kwa maana imefungamana na hivyo vitabu vingine, Taurati, Zaburi na nini? Na Injili. Manake vyote hivyo ni haki. Wa anna Allah ta'ala, na hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, anzalaha, amevishusha hivyo vitabu, ala ba'dhi rusulihi, juu ya baadhi ya mitume wake. Sio mitume wote mipewa vitabu. Mwenyezi Mungu ameshusha vitabu kwa baadhi ya mitume kama nilivyotaja hapo awali. Bi alfadhi, kwa matamshi, hadithati, yaliyozuka. Wa maana al-imani birrusuli, na maana ya kuamini mitume, maana ya kuamini mitume anasema i'tiqadu, ni kuitakidi, anna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, arsalahum, amewatuma hao mitume, ila al-khalqi, kwa viumbe. Kwa maana natakiwa tuamini kwamba mitume imetumwa kwa viumbe. Mtume Muhammad amekuja kwa viumbe wote wa umma huu, ndio mtume wetu. Yeye ameletwa kwa ajili yetu sisi, atakapoondoka yeye manake ndio tehali, kwa maana mtume, kwa maana tutakapoisha umma huu hamna umma mwingine, manake mtume ameshaondoka, lakini ndio ametuachia sasa sisi Qur'ani, hadithi, kwa maana ndio kitabu ambacho amekuja nacho yeye mtume kwa umma huu, kwa maana ni Qur'ani. Kwa kama mtu atakuwa anakipinga kitabu hicho, basi sawa sawa amemkataa mtume wa umma huu. Na atakuwa ana ile imani kamili, atakuwa bado imani yake na mashaka. Ndio maana tukasema maana kuamini mitume ni kuitakidi anna Allah, hakika Mwenyezi Mungu arsalahum, amewatuma wao mitume,
ila alkhalqi, kwa viumbe. Natakiwa tujue hivyo.